Leo insha Allahu taala tutaangalia mbinu za Uislamu kuzuia talaka. Katika darasa iliyopita tulisema kwamba Uislamu haukuruhusu talaka kama ndiyo suluhisho la mwanzo. Uislamu umeruhusu talaka pale masuluhisho yote yatakaposhindikana. Ni kama mtu ambaye ana maradhi ya sukari na ana kidonda ambacho kikiendelea kinaweza kusababisha mwili mzima au mguu mzima kuharibika. Maslahi hapa ni kukata kidole au baadhi ya mguu ili kumnusuru mgonjwa. Ndivyo ilivyo talaka katika Uislamu. Talaka imeruhusiwa kwa ajili ya maslahi ya mke na mume, kwa ajili ya maslahi ya jamii ya Kiislamu. Pale ambapo ndoa haina faida bali ina hasara, ndoa yatakiwa ilete utulivu katika jamii. Lakini ndoa ikiwa yasababisha wahaka, yasababisha magomvi, ndoa hiyo itakuwa haina sababu ya kuwepo, kwa sababu lengo la ndoa ni kuleta utulivu katika jamii. Kwa hiyo Uislamu ukaruhusu talaka kama suluhisho la mwisho. Sasa kabla hatujafikia katika hatua ya talaka, Uislamu umeweka hatua gani za kuinusuru ndoa isivunjike? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nisa aya ya 34 ameweka mbinu 3 za kuzuia talaka. Mbinu ya kwanza, ikishindikana tunakwenda katika mbinu ya pili, ikishindikana tunakwenda katika mbinu ya tatu. Ikishindikana mbinu ya tatu, ndio Uislamu wasema sasa mwaweza mkaachana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, na wale ambao mwahofia uasi wao, yani wanawake ambao mwahofia wameingia katika uasi. Nushuz ni hali ya mmoja katika wanandoa kuwa na uasi, kutotekeleza majukumu yake, na hapa anazungumziwa mwanamke. Wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao mwahofia uasi wao, fa'idhuhunna, hatua ya kwanza wapeni mawaidha. Uislamu watufundisha hapa kwamba mume anapohisi mabadiliko katika ndoa yake kwa upande wa mkewe, hatua ya kwanza mume atakiwa akae naye, azungumze naye, kwa sababu mwanamke pengine ana sababu ya msingi. Huenda mume ana makosa fulani fulani, lakini badala ya kueleza waziwazi, badala ya kuzungumza, anadhani kwamba njia sahihi ni yeye naye kujibu mapigo, kuonyesha uasi, kuonyesha utovu wa nidhamu. Jambo hilo haliwezi kusaidia yoyote kati yao. Halimsaidii mume, wala halimsaidii mke, wala halisaidii ndoa yao. Kinachotakiwa ni wakae chini wazungumze, mke na mume.